Habari wanachapesa, kwa mara nyingine tena tunakutana kwenye viunga vyetu vya burudani na michezo hapa Chapesa Media. Kikubwa tunachokiomba wanachapesa Media, wewe ambao bado hujasubscribe, subscribe uweze kupata habari na burudani za kimichezo ndani ya Chapesa hii. Pia tunapatikana social media zote, Facebook, Instagram na TikTok. Ukiandika tu pale Chapesa Media zinakuja content clip za michezo na burudani. Nimeleta kitongole kwa mzee wangu mzee Saidi baada ya mechi zilizofanyika jana katika viwanja tofauti. Bendera ya Tanzania ilikokuwa inapeperushwa katika taifa la Morocco na Egypt na Angola. Angola alikuwa anacheza Simba dhidi ya Petro di Rwanda. Morocco FAR alikuwa pale FAR dhidi ya Young Africa. Yanga akipoteza mchezo, imekuwa kisas bin ak. Yanga alishinda goli moja pale Zanzibar na jana FAR akarudisha, akaona sio kinyonge, akarudisha goli moja. Je, Yanga mbio za kuingia robo finali zinapatikana? Wanasema kikokotoa. Wakileta kikokotoa, Yanga anapita. Wapi? Atakapomkaribisha JS Kabylie pale Zanzibar. Nimekuja kwa mzee wangu mzee Saidi, tumsikilize na yeye maoni yake. Simba Sports Club jana pia akiongeza tena ka pointi kingine, pointi ya pili. Akaona si sahihi nitoke na pointi moja tu na si kinyonge. Ni timu ya kwanza pia inashinda ugenini. Ni nani? Simba. Wanasema wa kimataifa na ni wazee. Mzee Saidi, mambo vipi? Poa bwana. Wema mzee wangu. Shwari. Shikamoo. Marhaba. Vipi pilika? Pilika kama hivi mshia anaumwa. Pole sana kwa sababu hadi kuchelewa kwetu naona ni kwa sababu ya mshe. Mtoto kwenda hospitali. Nimpeleka hospitali pale, wamepima wamesema mchafuko wa damu. Ndio. Nikawasubiri waseme UTI. Sasa nitaka niwaulize, mshe naye UTI anaipataje? Nilikuwa nimepanga nimuulize daktari. Vyo vya nini? Uchafu wa vyo. Sasa kwani anaenda kukojoa chooni yule? Anakojoa ndani. Wewe yule anakojoa nje huku. Ndani usiku naweka chupa za maji. Kojoa humu. Muda kuoga? Muda wa kuoga naoga wapi? Anaoga kwenye beseni yule. Hakuna, choo kikubwa wapi? Choo kikubwa sinavizia. Haja kubwa. Na mwaga kwanza sabuni pale. Wewe namna gani? Nitaka nisubiri daktari aniambie UTI. Ningemswalika maswali mengi sana. Kwanza kwa sababu gani? Singekuwa na imani nao kwa UTI. Kwanza kwa sababu gani awe na UTI? Sasa si vyo mzee Saidi. Vyo gani bwana wewe? Vyo vya stand hivi. Vyo vya stand. Wenda kama hivyo nakuja wageni. Yaani sasa hivi bwana ukipimwa tu tayari. UTI. Mimi siku moja nikaambia nyoa watoto nyinyi. Uze umi UTI inaitoa wapi? Wetema wewe mzee acha mambo yako bwana. Acha mambo yako, nikamwambia kweli. Kila kukicha UTI. Kila kukienda hospitali UTI. Pole bwana, Mungu atamjalia mtoto atakaa sawa. Inshallah. Nimemkuta hana furaha. Namuuliza ananiambia bwana sitaki kula, leo nataka nile tambe tu. Sio kawaida yake. Sina tambi hizo, sitaki chochote. Sasa wakati nimeenda daktari akasema bwana tumchome sindano. Kwanza wakati tunaondoka tunaenda hospitali aliniambia kabisa, baba mambo kwenda kutoboana mimi si mind. Hivi kitandani kakaa. Hataki kutobolewa. Natafuta viatu nimvalisha. Kaniambia mambo kwenda kutoboana mimi sipendi. Sio staki, sipendi. Nikamwambia sasa wakisema wenyewe utobolewe tutabishia. Kaniambia inabidi vitu vingine tuangalie. Nimepima, silienda na mama nikapima. Kweli. Nikamwambia basi sawa, twende. Kufika pale na mimi nikamwambia mapema daktari, bwana huyu hataki kutobolewa. Daktari akasema sasa tutajuaje? Nikamwambia basi tumpime mkojo na choo kikubwa. Akasema haiwezekani, inabidi tutoboe. Nikamwambia bwana hapa inabidi utobolewe, wavute damu. Kaanza kulia, faza unitendei haki. Daktari akaweka kalamu chini kwanza ananisikiliza. Anamsikiliza. Akaniambia mbona unaongea kama unamuogopa vile? Nikamwambia mpe uhuru mtoto. Yeye anachokihitaji ndicho tuende nacho. Yaani anachokisema tatumia ubabe kwa sababu bado mdogo. Huyu akiwa mkubwa atayakumbuka yale kwa huyu baba alikuwa anatumia ubabe. Na wewe uzeeni analipiza huyu. Na mimi muda umeshaenda huu. Mzee Saidi, tuje kwanza mechi ya Simba Sports Club mechi ya saa 1 pale Angola. Simba kitoka draw ya 1-1. Kwanza tuzungumzie ile penalty ya show me the way. Penalty hapana. Kadi nyekundu ya Shomari hapo. Ilikuwaje? Ilikuja kuleta udhaifu wa timu kwenda kufungwa, kukosa hata goli moja, au ilikuwa pia kocha kuja kutengeza hesabu ile? Sasa sikia nikwambie, ile timu sasa hivi ina mchanganyiko wa watu. Ina mchanganyiko wa watu. Kuna wageni na kuna wenyeji. Sijui umenielewa? Ndio. Wageni wameingia wengi sana pale.
Ile Guruguja lingine lile liliotoa penalty, liliotoa goli liliingia na lenyewe. Guruguja nani? Yule mchezaji mimi nawajua, basi sijui nani, sijui yule mweusi yule. Show ilianza kwa Loemba Innocent, tuliambia huyo aliyofunga mimi. Nani? Maana mimi siwajui. Yaani unajua wale wachezaji wale. Yule mwenye utege ulikuwa unamkataa. Kutoa assist jana. Kutoa assist kwani shida? Kutoa nani assist? Sio chaguo langu. Yaani kama vile umemwona yule, kwani alikuwa achezi mpira yule nani yule? Ne mpaka leo bado yupo? Yule Mzambia yule nani yule? Budo. Budo hayupo. Sasa kwenye sabu hayupo. Sasa. Kwa hiyo ndio hivyo, yani mtu kwani kucheza mpira ndio nafikiri utashindwa kabisa. Yani kuna vitu ambavyo mimi navihitaji wewe uniofe mchezaji. Mimi sivipati kwako. Kwa hiyo binafsi uviliziki na siliziki na wewe. Wewe timu zote nimeshakwambia timu zote mbovu. Yani kundi la Simba ingekuwa Yanga wala singepiga hesabu mpaka leo hii. Wewe vipi? Wasingetuma kikokotoa huko. Yani angekuwa Yanga asingepiga hesabu, sio eti kwa sababu ya Yanga asingepiga hesabu. Ile timu mbovu, ndio maana watu wanaongea maneno ya hovyo. Kila anayekaa tu kwenye media anaongea hovyo. Timu mbovu zote zile. Lakini Petro di Luanda walikuwa wana asilimia gani kaka? Yani wale kinachowasaidia wako salama tu. Hawana misukosuko. Sisi tuna misukosuko ndo tulipofikia pale. Tungekuwa tuko vizuri kama miaka yetu yote tunayofanyia kweli na viongozi wetu wako vizuri, wale wote tungefunga. Yani tungeufunga wote. Lakini japokuwa mko pungufu Mzee Saidi, jana mmemsuru. Ndio nayo kwambia tu wale Mungu wewe. Kwanza Shomari Kapombe anahitaji akae na mwana saikolojia. Amrudishe katika hali yake. Akashaondolewa kwenye yani katoka kwa sababu ile hata ile kadi nyekundu yenyewe ukiangalia. Yaani unaweza kusema kwa nini kafanya hivi, lakini akili imeshatoka. Kwanza Shomari Kapombe ni kwani nikwambie, hapendi kufungwa. Simba hapendi ifungwe. Ndio. Umeelewa? Shomari Kapombe hapendi kabisa Simba ifungwe. Simba ifungwe. Kama ile siku anacheza na Taifa hapa. Siku walikuwa wanacheza Taifa hapa na wao walikuwa wanacheza Taifa. Zile goli mbili zinarudi zote. Uliona macho aliyokuwa anayatoa Shomari Kapombe? Kwanza alishukia. Haya sasa. Kwa hiyo yule pale tayari keshaasilika kisaikolojia. Kwa hiyo anatakiwa arudishwe. Alafu leo naongea tena jingine. Simba imevurugwa. Lakini viongozi wa kuisaidia timu ile hawapo. Simba imepigwa Kiswahili. Ngoja. Hapo hata mimi mwenyewe sielewi na hata watazamaji hawajui. Wewe acha hivyo. Si wenzio tunatembea, tunahangaika. Timu mzima imepigwa mchezo huo kivipi? Kwani mara ya kwanza mimi naongea? Mimi najua naongea zaidi ya mara pili. Mimi nauliza. Sio zaidi ya mara pili. Sio zaidi ya mara ya pili. Zaidi ya mara tatu. Zaidi ya mara tatu nawaambia hii timu inatakiwa itengenezwe, izinguliwe. Nimekupa mpaka mfano. Zamalek yuko wapi? Simba ndio waliwafanya vile, Zamalek wamepotea. Sisi tumeshawaharibiwa. Lakini wale viongozi wagumu kusikia. Mimi sina hela, ningekwenda mwenyewe kuhangaika. Ungeenda kuhangaika timu yako? Kabisa. Kwani mimi sinataka furaha? Mungu na mtume. Kama kuna watu wanaweza wakajitokeza wakanishika mkono, Simba inarudi katika hali yake. Sisi hata tumsajili Ronaldo kutoka Marekani, huko wapi aliko? Aje pale mwingeje. Hamna chochote. Tuzungumzie zile sajili mpya zilizochukuliwa. Naona kama tunaona, na ndio maana nimekwambia hivi, wale wageni wale wanaoyacheza mule ndani hawayajui kuna nini. Wao wamekuja wanataka na wenyewe wajionyeshe jina, wafanye kazi, ndio yale matokeo tunapata. Mpanzu aliyekuja na mpanzu huyu sawa? Hapana. Ukiusema unakwambia kiwango kimeshuka. Kwa nini ashuke? Yaani ni vitu vya kujiuliza, vitu vidogo, tusikurupuke tu. Timu ina matatizo chungu mzima ile. Kocha kwanza imechezewa. Imeshavurugwa ile. Na mimi nasemaga hivi watu wanakuja wananiona kaa chizi, lakini baadaye wanakuja wanarudi wanaongelea maneno yangu kesengele nyuma. Lakini mimi nishayaongea na mimi nawaangalia tu na waacha jinsi walivyo. Watawezaje kuitoa? Mnasema katiba wazee wajui. Nani ataenda kukaa? Ndio hapo sasa wazee watu wamewafukuza. Katiba hiyo watambui wazee. Wao nafikiri Yanga kungangania wazee mpaka Yanga inaenda kwa wachezaji wa zamani. Nafikiri wao hawana akili Yanga. Bado wanaendelea. Mpaka kesho wanawafuata wachezaji wao wa zamani. Na wanaulizwa mpaka kwenye vyombo vya habari, nyie vipi na uongozi wao? Anakuambia si uongozi huu unatuita. Na tukienda kutoa maoni yetu wanatusikiliza. Kwa hiyo bwana, Simba kutoa draw ni halali tu. Wala hamna ubaya wowote. Kulingana na timu yenyewe waliocheza nayo. Kulingana na timu yenyewe waliocheza nayo. Lakini hapo walifungwa. Ndio sasa ndio joto lilikuwa bado liko juu. Na wachezaji tuliokuwa nao tulikuwa tumeongeza wachezaji hao wapi?
Kwa hiyo mngebaki na wale mngeendelea kushika. Yaani ni ile kwa sababu wale na wenyewe wana madai yao, mishahara hawajapata, wale wana njaa, huyu anasema hivi, huyu anatokea. Wengine wamekuja watengeneze jina Simba klabu kubwa tuondoke. Sasa wanasemaje? Ushindi wa jana au draw ya jana? Mnaomba wa Galatia na kule robo atoke mapema. Wewe maneno yako hayo mimi natataza maneno yenu hayo. Hayo maneno na watahadharisheni. Wale Yanga sio watu wa kuwachezea ovyo. Mtakuja kula 10 mje mtafutane. Naomba watolewe na wao kule robo watoke. Mimi nakwambia niko serious, nisikilize niko serious. Msilete masiala, mtakuja kufungwa mpaka mje mtafute pa kutokea. Kwa Simba ile ya jana? Wale wa Galatia wale. Ngoja kwa Simba ile ya jana. Wale wa Galatia na kurudia tena wale wa Galatia. Kule kuna Mohamed Hussein ujue. Mwamba. Kule kuna Okelo kule. Mnaleta maneno yenu haya, mnaanza sasa. Mnaanza tena. Kwa kuangalia mimi nawaambieni yani nakwambia kwa tahadhari kubwa. Sawa. Yani msiwachokoze kabisa wa Galatia, waacheni wenyewe wahangaike na mambo yao. Unawapa tahadhari mapema. Japokuwa jana timu kuna watu wa Simba wanawadai Yanga. Ndio. Mashabiki wa Simba wanasema kwa Simba waliocheza jana wanamhitaji Yanga huku afeli. Tarehe 3 mbali wanamhitaji. Atletico ile, sio Papatiko, sio nani. Atletico ile timu ile. Yaani yule kama nakutana na Yanga 5. Mechi tu ya kwanza Zanzibar 5. Mechi ya kwanza Zanzibar 5. Mungu nakuapia. 5. Wewe kocha yule unaona kanuna pale jana anatoka pale kakasirika. Sawa. Kuna wachezaji pale. Sasa ndio endo kaichukue Yanga endo kaifananishe na Atletico. Jamani nyinyi, kweli watu wanacheza pamoja. Wanasema chuma kimewaka. Sawa. Wanawahitaji wa Galatia huku afeli haraka wanasubiri tarehe 1. Kaka, tarehe 1 wala sio mbali. Mwezi wa 3 tu hapo. Leo tuna tarehe ngapi? Leo tarehe 8. Haya sawa. Mimi naishia hapo. Wachezeeni tu wale watu. Kwa sababu uongozi walionao, sisi tuna vurugu mpaka sasa hivi. Wanajua waende wakatikise wapi tu. Wa Galatia mmefungwa 5 mnachukua tena. Wanajua waende wakatikise wapi. Kwa hiyo huko atarudi na hasira endapo akatoka draw. Ndio mimi nakwambia, na wakijua sisi wanatujua vizuri wale, tukatikise wapi, tuwakamate hao watu tuwafumue. Si hatuna wachezaji wa kupambanisha na Yanga. Wewe bwana wewe. Yule anayekimbia yule. Ndio jana aloshinda. Yule mwenye vilasta yule. Yule Luembo. Luembo. Sawa, leteni maneno. Wewe na wewe wadanganye. Na wewe wadanganye kwa bwana, sasa hivi tuko tayari, jeshi limekamilika. Mimi niliyaongea yale. KMC kawaleteni mashoga zenu, wakasema mzee anaanza kuleta mdomo. Tutaumaliza mdomo 2 bila. Nakaa ile. Sasa kumbe nikasema watu vipi tufanyeje? Na nilikuwa na matumaini na ndio nikaja kuwapa wa Galatia wabishi. Kumbe ile jina ndio ile mfungo wa goli 2 ukawa unafanya mimi nikamwambia wa Galatia hawa goli 2. Tuje jijini Morocco. Mtani wako jana akapoteza mechi. Sawa. Ana pointi 5. Wa kwanza Al Ahly ana pointi 9, alikuwa draw na JS Kabylie. Sawa. Farabat ana pointi 8. Yanga ana pointi 5, anayemfuata na pointi 3. Ndio. Unaona mbio za Yanga kufuzu robo finali ipo. Twende taratibu. Wale 3 kiwapigia hesabu kwa sababu wenzetu wanacho walichokishika. Sisi tunapiga hesabu tuna pointi 2. Mechi zimeshaisha. Ndio. Si ndio? Mechi za Yanga zimebaki ngapi? 1. Na nyinyi bado mna pointi 1. Achana na sisi tushaaga mashindano. Yaani wewe Simba usimuongelee. Yaani Simba tumuongelee kwa ajili ya ligi. Sasa hivi tumrudishe kwenye tumuongelee. Kama alivyosema semaji. Turudi kwenye ligi. Kwenye ligi. Na kwenye ligi hatupati chochote. Mimi ndio nayekwambia. Wachezaji tulioletewa wanakuja kulinda nafasi, aidha nafasi ya 2 au ya 3. Yaani msishuke tena. Katika hizo nafasi wale wachezaji wanaweza wakatusaidia kwenye ile nafasi zile. Nafasi ya kwanza, nafasi ya 2. Kwa sababu tayari Azam kaisha kufunga mechi ya kwanza. Yanga hajafungwa. Wewe unasemaje? Bado hujacheza na Yanga. Ukicheza na Yanga kwa timu ile anatufunga. Tumengangana sana papatu mpaka kijua ngwa draw. Uwezo wa kuwafunga wale hatuna. Yoyote mwana Simba aweke hela, yani hatuwafungi wale. Umesikia? Narudia tena, hatuwafungi wale. Kwa sababu si bado tuna watu wengine huku wanatusaliti ili
watimue vizuri, mziki uive vizuri, Simba wafungwe na Yanga, kila mmoja ataongelea chaka lake. Wewe unapona kwa Yanga pagumu. Na Wagalatia walivyokuwa wabishi, wakishapata moja wanataka waongeze la pili, wakipata la pili wanataka wasukume goli la tatu. Wewe unafanya mchezo. Tupige hesabu na hawa Wagalatia. Wagalatia unasema wana pointi 5. Sawa, wanacho cha kushika. Hawa wana pointi ngapi? 5. Huyu Farabat ana pointi 8. Ndio anayekuja kucheza na anaenda kucheza na Al Ahly kule. Mwenye pointi 3 anakuja kucheza na Yanga Zanzibar. Yanga kaenda tarehe 15 Jumapili. Yanga kaenda. Yanga kaenda. Farabat na Al Ahly. Aponi yule kule. Farabati anakaa nyingi. Yaani wewe Isasi bin Haki inabidi karudi kule. Yaani Farabati aenda kamfunga yule Misri pale kwao. Sawa mpira. Sawa mpira. Wanasema Waarabu kwa Waarabu wanaweza kawa. Nasema hivi. Wana mzee niachie. Wewe nani? Wewe ndugu yangu. Kama mwanzo tunatafuta pointi, mimi umenifanyia roho mbaya kwako. Hawa Waarabu hawaelewani, sio nyinyi eti sisi Wakongomani jamaa zetu. Sijui nani jamaa zetu kinchi, kimpira wale hawana ujamaa. Na nasikia kama wana bifu wa Morocco na Egypt. Kwani ile mechi ile tunawapoteza sisi wale Zamalek tunawatoa, refari alikuwa nani? Sasa alikuwa wao Farabat. Sasa wale wana ugomvi wao Waarabu, miaka nenda rudi, kisports kivyovyote vile wanajua na wenyewe. Sasa yule haponi. Kwa hiyo kule akipigwa kazi imeisha. Yanga kwa Zanzibar inatakiwa mpige. Huyu amfunge na Yanga kushinda ipo. Sasa hivi hawana mambo ya CCM. Wewe unajua kipindi kile walikimbilia wote kwenye CCM kule. Wanatafuta kuteuliwa kugombea ubunge. Wanarudi saa 8 sijui saa ngapi ile, ndio wanafikia kwenda uwanjani. Kule wakalambwa mkono, huku wakalambwa mkono. Sasa lakini sasa hivi akili yao yote iko pale. Si walienda wale kina engineer si bana kugombea kule. Sasa kwani tunasema nini sisi? Si hatusemi siasa. Ila nasema kwa sababu wale walienda kule. Walikuwa akilini wamewekeza. Yaani wale akili zao walikuwa wamewekeza kule, labda tunaweza tukateuliwa, hawakuteuliwa. Wamerudi sasa. Wanarudi huko wanakuta huko nako watu wameshanao mikono. Sasa wakanyanyuliwa. Sasa hivi akili zao zote zimebaki upande mmoja na wale wanataka sifa. Wanawaacha vipi wale? Kasemaje jana? Nano kubwa na msemaji wa Yanga Alikamwe. Tunarudi nyumbani. Tunarudi kwanza kwa udhuni, tumepoteza mechi, lakini inshallah Mwenyezi Mungu ataenda kutulipia wapi? Sasa Amani. Boka naye safari imemkuta. Boka anaondoka. Nilikwambia lakini chuma kile kimekwenda pale. Ile namba itabaki na utawala wa mtu mmoja. Dakika za mwishoni mzee Said. Ndio hivyo. Sasa dakika 85. Si hata hiyo huku. Dakika za mwishoni. Ile inazidi Al Ahly. Dakika hivyo zilikuwa za mwishoni. Tu miguu mpira unacheza. Ndio hivyo. Kwani mtu ukianza kuchoka inakuwaje? Au mtu ukianza kutolewa lelini inakuwaje? Ndio mwelekeo ndio ule pale. Sasa chuma kinaenda kukamata fullback. Ndio hamna cha sema sijui mimi nipumzike sijui nini. Kila siku nganga. Kamata sweka ndani. Chuma kinasimama chenyewe. Ukikamata sweka ndani. Kila mmoja anakuambia mimi nataka nisweke. Kila mmoja anataka mimi nisweke. Kwenda ndani wote. Chuma ndio kimeshaenda kukamata namba, unakipata wapi tena? Wewe kwenye hesabu mzee Saidi Yanga anapita. Bado na matumaini makubwa sana. Na Yanga. Bado na matumaini makubwa. Al Ahly anaenda kumkanda Farabat. Atatuvusha tu na sisi tutapata timu 4 tena. Atatuvusha tu. Kwa hiyo bendera itaendelea. Nani naye? Azam jana akapiga mtu jana. Naye akamchezea kichuma kimoja adui. Lakini anaweza akapita kweli naye Azam akaenda kwenye gonga twende. Lakini hata sababu ya Azam unaona nafasi ya 3. Ila jamani kwa kweli kafu walitusaidia sana. Vipi mzee Said? Hatujakutana na Waarabu ujue. Nyinyi wazungu akina nani? Wote. Mwanzoni kwenye mzunguko. Kwenye mzunguko hatukukutana na Waarabu. Mpaka leo timu zetu unaona zinasua. Na leo Singida anacheza leo bwana. Yaani mimi nawashukuru sana kafu. Mpaka saa hizi tunaongea tunapiga hesabu hapa Simba naye anahangaika. Yaani ingekuwa mapema. Kama Simba mapema tungekuwa tushaondoka. Yaani timu iko wapi babu? Timu iko wapi? Timu ile timu ipo ya kutafutia nafasi. Timu hatuna, viongozi hatuna. Hata wewe kitu kidogo unatoa uharaka. Taarifa kwa umma wakamatwe. Wale wameshalopoka. Kanao
kikao chini. Si ndio chawa wenu wale? Hivi kina nani wanaokula pesa ya Simba kama sio wale? Wale wanakula hela ya Simba. Acha waende waanze kutukana. Kuna nani anakula hela ya Simba? Na ndio maana nilikwambia hao ndio wanatuzika. Ndio wanaoizika Simba. Albadili nilikwambia, lakini Albadili itakuja kuleta majibu. Na watafuna wenyewe ndani. Si hiyo hapo inaanza kututafuna wenyewe kwa wenyewe. Umsomea Albadili useme kwa kwamba kuna watu wanatusaliti. Nani anayewasaliti? Ukati mnaisaliti wenyewe timu. Timu tunaisaliti sisi wenyewe. Wana Simba. Ndasa kumbe, kwani mimi si kila siku nasema haya maneno? Wewe unapewa hela, alafu unakuja kukataa kwenye vyombo vya habari. Mwizi anakamatwa, anapelekwa polisi. Anafikishwa polisi, anafunguliwa, anapelekwa jela. Mahakamani. Sheria na taratibu zote zinaonyesha kwa kwamba yule mwizi, lakini anasomewa pale anakuambia hapana, mimi sijaiba. Leo sembuse wewe uliopewa hela Kisengele nyuma si hatujaona, utasema mimi nilipewa hela? Lazima unazunguka hivi. Matendo yenu mnayoyafanya sisi ndio tunajua mmepewa pesa. Mimi naitwa msaliti kwa sababu nilienda kufuturu. Imani yangu mimi ndio iliyoniponza kuonekana niko kule Yanga, nimeenda kufuturu. Nimeitwa na kiongozi wa Yanga. Lakini hawakukumbuka kwa kwamba ile ni imani ya dini ya Kiislamu, alafu tuka katika mwezi wa toba. Ni wajibu. Tunatobea. Lakini hawakukumbuka. Watu wakawa wanasema yule naye kenda kapewa makuku ya broiler, anakaa na ongea hovyo. Anatusaliti sisi. Mimi sikuwasaliti. Bado na mapenzi na mimi sikuwasaliti. Na ningekuwa kiongozi sawa, sio kiongozi. Mimi ni mtu naye ipenda Simba ndani ya moyo wangu. Mandala alienda kufuturu, hayupo. Wengi tu utamhesabu Mandala peke yake, walikuwa wakipelekewa kamera mbio. Wanakimbia. Kuachia wewe peke yako. Sasa kumbe. Kwa hiyo mimi ninachotaka nikwambie hivi. Sisi shida yetu kubwa ni mfarakano tulionao. Wana Simba. Ukiuangalia hivi wewe unaweza kauona mfarakano mdogo sana, lakini huu ni mfarakano mkubwa kweli kweli. Kama ni familia imeshasambaratika yote, inatakiwa kukaa. Yaani inatakiwa kukaa na kuwa pamoja. Nyinyi mko kwenye matatizo alafu mnawaomba Yanga. Mna akili kweli nyinyi? Sasa tayari wameona matumaini ya jana. Nyinyi jamani nyinyi. Kulingana na kushinda kwa jana. Hivi ngoja, yule Atletico yule unaweza kumfananisha na Yanga? Mungu wewe. Wewe nyinyi waandishi wa habari nyinyi. Maoni ya mashabiki wenzao. Mashabiki gani shekhe? Watu wameongea jana. Nani aliongea? Yanga kutoka. Mimi nawaonya waache. Yanga tunamhitaji aje huku, tunamtaka. Kwa uongozi gani? Timu yenyewe ile timu yote shida tupu ile. Majini matupu ile timu. Yaani ikikimbia majini matupu ile timu. Anicent Oura. Sawa Anicent Oura. Tulisema hapa kaja mechi moja tu. Tukasema sasa Yanga ngoja waone. Tupo na yule jamaa yetu umekula 2. Tena kenda kukabwa na mchezaji tuliomtengeneza wenyewe. Mpanzo. Sasa kumbe Mpanzo kana bilingita ovyo tu. Mwenda anazunguka naye. Mwenda anazunguka naye. Huyu Mwenda huyu wajuzi wote katoka kwetu mechi za kimataifa. Yule katoka kule kacheza mechi za kimataifa wapi zaidi ya Simba? Ya Simba tu ndio. Sasa alikuwa anacheza KMC. KMC lini wamecheza mechi za kimataifa? Hata kupita hajawahi. Sasa kumbe. Lakini kaja kacheza kwetu pale, katoka pale kenda Yanga, kaonekana lulu kamzuia Mpanzu. Alafu anatoka hapo Mpanzu kapewa hela. Wewe! Haya. Neno la mwisho mzee Saidi. Neno la mwisho, waache kusema maneno yao tunawataka Yanga. Waache kusema? Waache kusema maneno yao tunawataka Yanga. Wa nini wale? Wale wabaya wale. Shughuli taka kula kuta pepe. Mimi ninapowaita wa Galatia mnaona mimi mjinga. Kwanza watu hawataki kushindwa wale. Tena hivi sasa hivi ndio wanafurahi kweli hivi tunavyoyumba hivi. Hebu nenda kamuulize mwana Yanga yote unaomba Simba itulie au iendelee kwa hivi. Hata kwambia mimi naomba kila siku Yanga iwe hivi. Si wenyewe tulikuwa tunaomba Mungu kipindi Yanga inatembea na mabakuli. Yanga iendelee kuwa hivi hivi. Omba. Waendelee kuomba hivi hivi. Si tuendelee kuwasumbua, tuendelee kuchukua ubingwa. Yamekaa sawa unayaona? Kwa hiyo japo kwa sajili zilizofanyika Simba ubingwa mnaokosa. Jana umemwona yule mtoto alivyoondoka pale? Engineer Hersi. Nimeona baada ya mechi kuisha. Yule anaweza akafungushwa vilago vyake asifike hata Tanzania. Kocha. Boka. Kama kweli kigundulika wewe ulifanya uzembe. Wale kumwai bana unadai bei gani? Yaani yule anaweza kaulizwa what's this?
Zai bei gani? Yaani kwa Kiingereza unauliza unadai bei gani, unasemaje? Wewe director unasemaje? This is money. Nani kasoma? Mimi darasa 7. This is money. Yaani hapo engineer ndo anamuuliza, kavaa mkanzu wake, mtoto akivaa mkanzu anatuna namna. Anamuuliza this is money. Oh, money there's a saying. Friend saying dola ngapi? Wenyewe wanaita maguta yangu. Maguta mangapi? Si huku maguta. Hela wanaita maguta. Wakija huku unaona wanapotuchanganyia habari. Unadai maguta yako mangapi? Mimi nadai maguta matenda 30, naambia shika toka. Nenda ondoka. Kwani mtoto Tonombe aliondokaje? Sita alipoondoka vile. Kavunja mkataba kaambiwa nenda. Unatufungisha na Simba wewe. Alimgonga kisukusuku nani? Nani forward wetu alikuwa hatari sana. John Boko. Kipindi kile. Anatoka tu anafunga goli. Kalikasirika. Kamwambia wewe ngoja tufike Dar es Salaam. Ile wanatua tu uwanja wa ndege, sio walikuja na basi sio na nini. Akamwambia oya, kesho nakuhitaji ofisini. Kufika tu ofisini Salamanda pale, Salamanda. Dogo kakana. Yaani ile alipoambiwa bana Tumkoko Tonombe anakuja, yeye akaweka mkono kwenye draw. Yaani akiingia tu anavuta chupa. Na kweli alihesabu zishapiga kabisa. Siku nyingi. Hata wameulizana kule. Ile anaingia tukavuta draw. Hamna maongezi mengine. How are you flying here? It's okay. Basha yako Fumilai. Kama polisi huko Malawi. Ukiwa na hela unasumbua hatari. Kwa hiyo wana Simba na washauri wasiombe kabisa. Wasiombe Yanga waje. Huo ndio ushauri wako. Sio kama zamani. Sisi tuna matatizo makubwa. Bado mjakaa sawa. Hatujakaa sawa na hatuwezi kukaa sawa ligi hii. Subiri msimu unaofuata. Kama na wale wataondoka na tutakubaliana na tumweke sawa, tukae sawa. Ndio tunaweza tukasumbua. Lakini sio ligi hii kaka. Ligi hii ambayo umefungwa magoli ya ajabu na Azam. Haja Azam naye kajigongea Simba bwana. Nka viwili nende mkakae huko. Wewe Azam wewe. Zakaza anakuambia tunaendelea kuwasha moto. Endeleeni kulia. Zakaza anasema na Simba wametugaia utamu. Nikasema babu nasema tunagawa utamu sisi. Na siku nyingi hajanipigia simu, kakaa kimya. Jamaa yake mimi namuonya. Mimi maneno nayoongea ujue yanarudi. Sio. Kila kinachoenda. Kinachotamka. Mimi sina mengi. Tutaonana kesho. Tutaonana kesho asubuhi. Bwana. Salamu zangu bwana. Umtumie jamaa mmoja wa Azam TV. Nani wewe? Nampenda sana, anaitwa Dan Bandezo. Baba Kulfi. Baada ya salamu zifike unasemaje? Yaani baada ya salamu zikifika, naambia Baba Kulfi mimi shabiki yako. Unajua na kila mmoja na mtu wake. Mimi bwana Dan Bandezo nampenda sana. Wewe bwana umemwelewa sana. Yaani mno. Kwanza kipindi chake nikikikosa kama vile nakuwa mgonjwa. Yaani sawa napoikosa Osman. Ottoman. Kwa nini naipenda Ottoman? Ottoman ina maana kubwa sana. Ile Ottoman. Angalia vitendo. Najua wale wanaotafsiri wengine hawaendi na maneno. Wale wanaongea Kituruki Sheikh. Wale wanaongea Kituruki. Sasa Kituruki wanaenda kukitafsirisha kwa Kiingereza. Kwa Kiingereza ndio utafsiri kwa Kiswahili. Kuna mambo mengine wewe waangalie tu matendo yao. Unajua kwa nini? Sasa hivi Osman anahangaika, kasalitiwa na mtu ambaye aliyekuwa rafiki yake. Patamu hapo ndio sawa na Simba. Rafiki zetu ndio umetusaliti, kwa heri. Bwana hatuna la ziada. Wewe ndio mzee zaidi anakuambia jamani wana Simba wenzie, sio mimi ni yeye, maoni yake. Tuache kuwabeza Yanga kuhitaji wakose huku waje tuwafumue tarehe 1 mwezi wa 3. Tambueni wakitoka kule akili yao hasira zao zitarudi kwetu. Mimi sio mimi nayeongea, ni mzee Saidi. Ninachokusii na hili ndo tunahitimisha. Wewe ambao unafuatilia au unahitaji kupata habari za burudani na michezo, ni sehemu sahihi, ni Chapesa Media. Subscribe, to follow Instagram, Facebook na TikTok. Andika tu Chapesa Media utapata habari za burudani na kimichezo. Hatuna la ziada. Nyuma kamera hapo director Shiza anakuletea picha ngavu na tulivu. Tukutane baadaye. Bye bye.